23:7, maneno yanayosema maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Anaendelea kusema maana ameweka nukta. Wale wanaojua Kiswahili wanaelewa nini maana nukta, kwa sababu sentensi hiyo inajitosheleza. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sentensi ambayo haihitaji msaada wa sentensi nyingine ili kukamilika. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo. Maneno haya mkazo wetu upo sana sana. Roho Mtakatifu ametamani uweze kuelewa, na sijui kwa nini nimewekwa eneo hili kwa muda mrefu. Ninaamini lipo kusudi la Bwana kwa mtu mmoja, ili aweze kutoka katika hali ajionayo na kwenda katika hali iliyo bora zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Itakayofungua milango ya baraka katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya nilipoendelea kuyatafakari na kumuuliza Roho Mtakatifu, yaliendelea kusema ndani yangu ya kwamba iko namna ambavyo unajiona nafsini mwako, na ile unavyojiona nafsini mwako si kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa bahati mbaya, bali vile unavyojiona nafsini mwako ni tafsiri halisi ya wewe jinsi ulivyo katika ulimwengu wa roho au katika kiroho chako. Maneno haya yanaweza mwingine akajiona ya kwamba ni mtu ambaye amefungwa, ni mtu ambaye hana uwezo fulani. Mwingine anajiona ni mtu duni, mwingine anajiona nimelaaniwa, mwingine anajiona ni mtu niko kwenye vifungo vya ukoo na familia. Bwana Yesu asifiwe. Vile unavyojiona sio kwa bahati mbaya, vile unavyojiona ndivyo hivyo ulivyo. Lakini hivyo ulivyo unavyojiona inaweza ikawa sivyo vile unavyopaswa kuwa kwa mujibu wa neno. Ninaomba tuelewane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana nilipokuwa ninaendelea kuyatafakari maneno haya, nikaambia mbona Roho Mtakatifu ananipa masomo magumu, basi ujiandae kuwafundisha waelewe. Bwana Yesu asifiwe. Vile unavyojiona nafsini mwako ndivyo ulivyo, lakini haimaanishi vile unavyojiona ndivyo unavyopaswa wewe kuwa kwa mujibu wa neno la Mungu. Kwa maana nyingine, vile unavyojiona inaweza ikawa sivyo vile ambavyo neno la Mungu linataka wewe uwe au wewe ujione. Na mahali hapa tunakuja kwenye neno moja ya kwamba uko utumwa katika ulimwengu wa roho. Viko vifungo katika ulimwengu wa roho vinavyojidhihirisha kwako kwa jinsi ile unavyojiona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia tena ya kwamba uko utumwa, viko vifungo ambavyo leo nitaviita ni vifungo vya fikra au vya mawazo yanayokusumbua, yanayosema wewe uko hivi, wewe huwezi kuolewa, wewe huwezi kufanikiwa, wewe huwezi kuoa, wewe huwezi kumtumikia Bwana. Mawazo na fikra hizo zinawakilisha aina ya vifungo ulivyofungwa katika ulimwengu wa roho.
mwake, sawa sawa na vile neno la Mungu linavyosema, basi mtu huyo anajiona yuko huru, yuko anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mahali hapa kuna watu wanaojiona nafsini mwao inawakilisha vile wanavyojiona huko katika mifungo, na ndio maana nimeenda kusema haipo hivyo kwa bahati mbaya. Mwaka 1999 nafsini mwao nilijiona au nilishuhudiwa, na ilikuwa wazi sana ya kwamba ninaenda kufa katika mto wangu. Na hii haikuwa kwa bahati mbaya, kwa sababu mawazo yale, kwa nini ya kusema ninaenda kufa labda kwa ugonjwa au ajali au ninaenda kufa, lakini yalikuwa specific kwa sababu ya kwamba ninaenda kufa katika mto wangu. Na mto huu wangu sio kwamba ni mara yangu ya kwanza kuupita, maana inawezekana mara yangu ya kwanza ndio ningekuwa na hofu zaidi kuliko mara ya pili na mara ya tatu na mara ya nne, lakini nilishaenda mara ya kwanza, nilishaenda mara ya pili, nimeenda mara ya tatu. Baadaye hofu na ushuhuda ndani ya nafsi yangu ikaanza kunishuhudia kwamba ninakufa, tena nitakufa katika mto wangu. Nikaanza kusumbuka ndani ya nafsi yangu, nikaanza kutafuta namna ambavyo nitaukwepa mto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huo nilikuwa nasoma Moshi, nikatafuta namna, lakini nauli ambayo baba yangu alikuwa akinitumia ni nauli ambayo inatosha ruti kutoka Moshi kuja Dar es Salaam. Nikajiuliza ni ujinga gani huu ambao nitamuuliza mtu akanielewa? Ni nani? Kwanza siwezi kumuomba mtu yoyote nauli ya kupita, kwa sababu wote wanajua babangu anaweza. Kwa hiyo utajua tu hapa mimi nina wabovu, na mzee wangu huwezi kumwambia kitu akakuelewa kirahisi hivyo. Kwa hiyo nikasema hapa. Kwa hiyo nikafika sehemu ile, jinsi ninavyojiona moyoni kulikuwa na nguvu, mpaka kuna wakati machozi yanatoka pasipo mimi kujielewa mwenyewe. Kwa hiyo niliamua kuzalenda mbele ya Yesu Kristo, kusema kama kuna mambo sijaweka sawa, basi nitakapoondoka niondoke vizuri. Nikaenda kwa viongozi wangu wa UKWATA wakati huo, nikaambia jamani, natamani niweke vizuri kanisa la Kristo hivi, kama itawezekana. Sikuambia ni nini, lakini moyoni mwangu ninajiona jinsi nilivyo nafsini mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wakati ule nilikuwa mchanga kiroho, haya nayohubiri sikuyajua wakati huo, hata sema sasa nimekuja kwa sababu tu ya kufundisha wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kile ndivyo nilivyo, maana nilikuwa kwenye kifungo, nilikuwa tayari nimekamatwa, wakati walioupanga wao walikuwa wanausubiri ili utekeleze, lakini nafsi yangu ilikuwa inatafasiri mambo ya rohoni kwa kunionyesha. Nilipofika nikamwendea mpaka leo nakumbuka, wewe bwana sasa hivi ni askari, Bareza zile ni mtu mkubwa kidogo, basi huko kwa hizi Bareza zile nikamwambia kiongozi, naomba tufanye mambo fulani, kama ni vipi basi mimi niende mbinguni. Bareza zile napiga maombi, ghafla Roho Mtakatifu ndio mara ya kwanza kunena. Bareza zile ghafla nikaanza kunena kwa lugha. Ninamaliza kunena na mtafuta anaitwa Hofu, aliyekuwa ananishuhudia vile vilivyo hayupo. Mpaka ninaanza kusearch. Bwana Yesu asifiwe. Ninaanza kufikiri ilikuwa nawaza nini, mpaka nimeenda kwa viongozi kwenda kuombewa ili nijiweke vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado ile hali sisikii tena, yale masumbuko na ufufuko na nini hakipo tena. Vile unavyojiona nafsini mwako sio kwa bahati mbaya,
kuna tafsiri ya namna nafsi yako inajieleza wewe ndani ya roho. Nilichojaribu kuendelea kufundishwa na Roho Mtakatifu, tazama picha hii. Alionavyo mtu nafsi ndivyo alivyo. Kwa maana nyingine, nafsi yako unavyojiona ni picha au ni kioo cha mambo yaliyoko kwako kwenye ulimwengu wa roho. Maana anasema alionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana yake nini? Yaani hivyo ndivyo ilivyo, anafanana sawa sawa. Maana yake nini? Hakuna chembe ya kasoro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine, yale ambayo unajiona ulivyo ni kioo cha mambo ulivyo kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna miongoni mwetu ambaye anawahi kuiona nafsi yake. Hakuna miongoni mwetu anayejua nafsi yake ikoje. Lakini Mtume Paulo anawaambia ya kwamba kupitia mithali hii iliyoandikwa, anasema mithali kwamba vile unavyojiona ndivyo nafsi yako ilivyo. Kama unajiona hauwezi, kama unajiona umeshindwa, kama unajiona mtumwa, kama unajiona umelaaniwa, kama unajiona hauwezi kuolewa, kama unajiona hauwezi kuoa, kama unajiona hauwezi kufanikiwa, hiyo ni kioo kinachoonyesha jinsi ulivyo katika ulimwengu wako. Kama unajiona ni mshindi, kama unajiona unaweza, kama unajiona utafanikiwa, ndivyo ulivyo katika ulimwengu wako. Kwa hiyo maana yake ni nini? Vile unavyojiona nafsini mwako ndio picha halisi ya ulivyo katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, vile unavyojiona nafsini mwako sio jambo la kulipuuzia, ni jambo la kuchukua hatua. Unazichukua hatua dhidi ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Na kitu gani kinachokuonyesha kwamba uchukue hatua? Kuna mtu mmoja aliwahi kukaa naye akawa anajishuhudia, nitafukuzwa kazi, nitafukuzwa kazi. Akajishuhudia nitafukuzwa kazi, na kweli haikupita muda mrefu akafukuzwa kazi. Tumesema vile unavyojiona nafsini mwako ndivyo ulivyo. Je, wewe unavyojiona nafsini mwako ni kioo cha nafsi yako? Je, ndivyo ulivyo? Kwa sababu si wakati wote unavyojiona nafsini mwako ulivyo ndivyo wewe ulivyo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ujumbe unaopewa kupitia mawazo na kupitia fikra ili uweze kujitoa katika namna unavyojiona ilivyo tofauti na ahadi na maneno ya Mungu na kazi ya ukombozi ambayo Kristo Yesu ameitenda kwa ajili yetu sana.